Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari ya asubuhi. Salama. Uko vizuri kabisa? Niko vizuri. Sawa, tunakuona mapema sana, jua linawaka ukiwa katika viwanja hivi. Kwanza jina lako, lakini wewe kama nani hapa katika? Kwa majina naitwa Samira Swabri Abdul. Mimi ni dada yake, nimemleta mdogo wangu hapa ili aje kukuza kipaji chake katika kituo cha Msimbazi Mseto. Katika kituo cha Msimbazi Mseto, labda mliona nini nyinyi kama walezi, wazazi au ndugu wa huyu kijana mpaka mkasema kabisa kwamba hatuendi popote zaidi ya kumpeleka pale katika kituo hichi cha Msimbazi Mseto? Kwanza tulivyokopo nyumbani nilikuwa naona mdogo wangu ana hamu sana, yani kipaji chake nikaona ni cha kucheza mpira. Kwa hiyo nikawa nafuatilia labda vitu sehemu ambazo anaweza akakuza kipaji chake cha kucheza mpira. Kwa mimi nasoma Msimbazi Sekondari. Kwa kupita kwangu nikaona watoto wanacheza mipira. Nikaenda kwa mwalimu wao, kwa teacher, wakanielekeza, nikamuuliza, akanipa taratibu zote, akanipatia form, nikapeleka nyumbani, tukakubaliana na mama, akajaza ile form, ndo akapata nafasi ya kuja kujiunga na yeye katika kituo. Lakini unasema wewe ni dada wa huyu kijana ambaye anacheza hapa mpira, anaifundishwa mpira katika kituo hichi. Mama, labda makubaliano ya mama, alikubali moja kwa moja kwa sababu wazazi wamekuwa wabishi hasa kwa watoto wadogo kule? Alikubali moja kwa moja kwa sababu na yeye pia aliona kipaji cha mwanae. Alikubali moja kwa moja. Ndio. Lakini sasa muendelezo wa kipaji chake mnakionaje baada ya kuingia hapa? Muendelezo ni mzuri na kituo pia kinafanya vizuri. Sawa, mshawahi kushuhudia labda mechi moja na mdogo wako akiwa anacheza? Ndio, nishawahi kushuhudia mechi. Sawa, umeonaje? Anafanya vizuri na pia medali pia alipata. Medali alipata. Ndio. Kwa hiyo ni majibu mazuri ya kituo hiki. Majibu mazuri sana. Sawa, ushauri wako labda kwa watu ambao watoto ambao wana vipaji, labda hawataki kuendeleza kwa kuhofia labda wataumia au na mambo mengine? Na washauri walete watoto wao na wenyewe waendeleze vipaji vyao vitakavyowasaidia katika maisha yao huko mbeleni. Lakini inasemekana kuwa asilimia kubwa, kwa sababu malalamiko yako mengi sana huko mtaani kuhusiana na watu wenye vipaji, wanasema kuwa wanawapeleka watoto wao katika akademi mbalimbali ni wale ambao wana uwezo, kwa maana wakishua, tunamaanisha hivyo, sisi tunaita hivyo, wana uwezo. Sisi ambao watoto wetu, sisi ambao wazazi hatuna uwezo, hatuwezi kuwapeleka watoto kwenye akademi mbalimbali. Neno lako lipi kwa wazazi wa aina hiyo? Yani kuna akademi zingine wapo hapa, kuna watoto wengi hawana uwezo lakini wameleta katika akademi. Kwa hiyo sio kwamba hauna uwezo ndio simlete mwanao kwenye kituo aenda akaendeleza na mpira. Hapo wengi ambao hawana uwezo na watoto wana nani. Sawa, ugumu wote ambao labda alishawahi kupitia hapa mkasema kuwa au tuache kumpeleka pale au tugairi kumsomesha mtoto katika masomo haya ya mpira, haujawahi kutokea labda changamoto kwa mama? Haijawahi kutokea changamoto yoyote. Mzungumzia mama, baba, mapokeo ya mwanae kuhusiana na kujiunga kwenye mpira? Umezungumza mama kwamba mapokeo yake yalikuwa mazuri na ana support. Upande wa baba? Upande wa baba pia kwanza kiufupi babake anapenda sana mpira. Anapenda sana. Ni shabiki. Kwa hiyo ni nani? Haikuwa ngumu kabisa kwa sababu hata gharama zote anatoa yeye. Sawa. Watoto wa mtaani ambao inawezekana kuwa hawana vipaji, kwa sababu umesema mdogo wako alianza kuwa na vipaji. Watoto ambao hawana vipaji na wanajiingiza kwenye labda masuala mabaya, unawaambiaje kuhusiana na kituo kama hichi, kuhusiana na fursa kama hii? Kwa sababu mdogo wako inawezekana kwamba amekosa kushinda mtaani na anakuja kushinda hapa kwa ajili ya kujenga afya yake na kutimiza ndoto zake. Unazungumzia nini kuhusu? Nawazungumzia waje wajiunge na kituo. Hichi kituo sio kwamba hata kama huna hela unaweza ukapokelewa mtoto wako. Unapenda mpira. Hapo makocha wazuri, wanajua kutunza vizuri watoto na wanawapa mafunzo mazuri kama hivyo unavyoona. Lakini pia tuna tafsiri hasi sana kuhusiana na soka la wanawake, na nimeona hapa mabinti kama wawili hivi hapa wakiwa wanacheza mpira. Mwitikio wa hapa kwamba kuna timu moja kwa moja ya wanawake au wanawake ni wachache sana? Ipo timu ya wanawake ya kituo hiki. Ipo timu ya wanawake. Ndio. Wenye mawazo hasi ya soka la wanawake unawaambiaje? Naambia kwa wale wenye vipaji vyao na wanatamani waje kucheza mpira, waje tunawakaribisha. Kama mimi mwenyewe pia napenda kucheza mpira wa miguu. Napenda kucheza mpira. Lakini kuna watu wanasema kuwa wanahofia kuingia kwenye mpira, kwa maana wanawake wanahofia kuingia kwenye mpira kwa kupoteza ule wanamke wao, kwa maana sio jinsia yao, kupoteza ule muonekano wao wa kike. Hili pia unalizungumziaje? Ni lawama nyingi sana mtaani huko tunazisikia. Mpira kwa mwanamke haudhuru
hauwezi kudhuru kabisa. Kwanza mpira unasaidia kuimarisha viungo vyako, unakuwa comfortable. Kuna wale wamama wengine huwa wana mili mikubwa na huwa wanakuja uwanjani, wanakuja kukimbia ili kupunguza mili yao. Kwa hiyo mpira ni mmojawapo wa mazoezi ya kuimarisha mwili. Sawa, unamwona wapi baada ya miaka 5 mdogo wako? Anaweza kaja kuwa mchezaji mkubwa sana. Anaweza kaja kuwa mchezaji mkubwa sana. Yeye mwenyewe role model wake hasa ni nani? Role model wake, yaani anapenda acheze kama nani? Ronaldo. CR7 ndio maana jezi yake nyuma imeandikwa namba 7. Mpaka jezi kachagua kwamba nataka iwe namba 7. Ndio. Kwa maana hiyo ndoto yake kubwa kuwa kama Ronaldo. Ndio. Basi nikushukuru sana dada Swabra na uendelee kumuombea mdogo wako mambo yaende vizuri. Amen. Haya, shukrani sana. Haya.